Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki. Tuliokuandalia hii leo: China yarusha satellite 9 katika misheni ya kwanza ya mbali ya baharini ya roketi ya Gravity 1. Mashindano ya roboti za kutegua mabomu yafanyika Xinjiang, na zaidi ya vituo 3000 vya kuchaji malori ya umeme kujengwa ifikapo mwaka 2030. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwesh. Karibu. China Jumatano ilifanikiwa kurusha roketi ya kubeba satellite ya Gravity 1 Y4 kutoka kwenye jukwaa la urushaji lililokuwa baharini karibu na pwani ya Shanghai na kufanikiwa kupeleka satellite 9 katika njia zake zilizopangwa angani. Hii ni safari ya 3 ya roketi ya Gravity 1 tangu ilipoanza kutumika. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Kwa mujibu wa kituo cha urushaji wa satellite cha Taiwan, roketi hiyo ilirushwa saa 4 na dakika 54 asubuhi kwa saa za Beijing kutoka kwenye jukwaa la urushaji roketi lililoko katika maji ya mashariki mwa Shanghai ambalo linaendeshwa na kituo hicho. Mzigo wa roketi ulijumuisha satellite za Dongpo 13, Dongpo 14, Dongpo 17, Dongpo 18, Dongpo 19, Dongpo 20, Shiguang 201, Tianyi 49 na Zidingshan 3, Lilac 3. Satellite za Dongpo zimeundwa kwa ajili ya uchunguzi wa uso wa dunia wakati wote, mchana na usiku, bila kuathiriwa na hali ya hewa. Kwa upande wake, Shiguang 201 na Tianyi 49 zitatumika kusaidia shughuli mbalimbali, ikiwemo utafutaji wa madini, kilimo na misitu, ufuatiliaji wa mazingira pamoja na mipango ya maendeleo ya miji. Nayo satellite ya Zidingshan 3 ama Lilac 3 itatumika kufanya majaribio ya teknolojia mpya ya satellite yenye muundo mwembamba sana, ultra flat satellite, pamoja na teknolojia za kudhibiti mwelekeo na usawazishaji wa satellite angani, yani attitude control technologies. Misheni hiyo imekuwa safari ya 3 ya urushaji wa roketi ya Gravity 1, ikiashiria hatua nyingine muhimu katika maendeleo ya teknolojia ya urushaji wa satellite ya China, hususan urushaji unaofanyika kutoka majukwaa ya baharini. Mashindano ya roboti za kutegua mabomu yalifanyika Jumanne katika mji wa Urumqi ulioko mkoa unaojiendesha wa Xinjiang, kaskazini magharibi mwa China, ikiwa ni sehemu ya mashindano ya kitaifa ya vikosi maalum vya polisi yaliyoanza siku moja kabla. Jacob Mogoa na taarifa hiyo kwa kina. Katika mashindano hayo, washiriki waliendesha roboti zenye magurudumu au nyaya maalum za kutambaa ili kuvuka vizuizi mbalimbali na kutegua mabomu ya majaribio yaliyowekwa katika mazingira yanayofanana na operesheni halisi. Katika operesheni halisi, tunachagua roboti kulingana na aina tofauti za mazingira ya eneo la kazi. Roboti kubwa huwa na kitovu cha uzito kilicho juu zinapopanda ngazi, jambo linalozifanya ziwe rahisi kupinduka mbele au upande. Roboti ndogo huwa imara zaidi zinapopanda ngazi na zina uwezo mzuri wa kutembea katika maeneo mbalimbali, lakini nguvu zake za kushika vitu ni ndogo kuliko roboti kubwa. Baada ya kuvuka vizuizi, roboti zilitakiwa kutumia mkono wake wa kimitambo kushika na kuondoa mabomu ya majaribio kwa usahihi na kwa usalama. Kwa mujibu wa wataalamu wa kutegua mabomu, itilafu ndogo tu katika nguvu au pembe ya kushika kifaa inaweza kusababisha mlipuko katika operesheni halisi. Maafisa wa kikosi cha kutegua mabomu wanasema hufanya mazoezi ya mara kwa mara ya kuendesha roboti hizo kwa kushika vitu vya aina mbalimbali ili kuboresha ustadi wao wa kuzitumia. Katika mafunzo yetu ya kila siku, tunatumia mayai mabichi na yaliyochemshwa kwa ajili ya mazoezi. Tulianza kwa kushika vitu vigumu, kisha hatua kwa hatua tukaendelea kutumia mipira ya ping pong na mayai ili kuboresha ujuzi wetu. China imefanikiwa kutengeneza meli kubwa ya mizigo yenye teknolojia ya kisasa inayoweza kushusha mzigo wake yenyewe kwa kasi kubwa zaidi duniani. Meli hiyo itatumika kusafirisha madini ya chuma kutoka mradi mkubwa wa Simandou nchini Guinea, Afrika Magharibi. Simi Wanjala na taarifa hiyo kwa kina.
Shirika la ujenzi wa meli la China CSSC limesema meli hii yenye uwezo wa kubeba tani 41,800 za mizigo ilikabidhiwa rasmi siku ya Jumanne katika mkoa wa Jiangsu nchini China. Meli hii yenye urefu wa mita 215 na upana wa mita 42 ina uwezo wa kubeba hadi mita ya ujazo 29,000 za mizigo. Mfumo wake wa kisasa wa kujipakua unatumia mikanda miwili ya kusafirisha mizigo iliyowekwa chini ya meli ambayo inaweza kuelekeza mizigo upande mmoja au pande zote mbili kwa wakati mmoja kwa uwezo wa kupakua tani 12,000 kwa saa. Meli hii sasa imetajwa kuwa meli yenye kasi kubwa zaidi duniani katika kundi la meli maalum za kushusha mizigo yenyewe. Meli hii ni ya kwanza kati ya meli 5 zilizoagizwa kwa ajili ya mradi wa madini ya chuma wa Simandou, na zote zitaelekezwa kufanya kazi nchini Guinea, Afrika Magharibi. Baada ya kukamilika kwa uwasilishaji wa meli zote, kundi hilo linatarajiwa kuwa nguzo muhimu ya usafirishaji, likisaidia uzalishaji na usafirishaji wa madini ya chuma kwa udhabiti. Mradi wa Simandou ni miongoni mwa miradi muhimu ya ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya China na Guinea, pamoja na sehemu ya utekelezaji wa mpango wa ukanda mmoja na njia moja unaojulikana kama Belt and Road Initiative. China inaendelea kuimarisha miundombinu ya usafiri wa nishati safi kwa kutangaza mpango wa kujenga zaidi ya vituo 3,000 vya kuchaji na kubadilisha betri za malori makubwa ya umeme ifikapo mwaka 2030. Ronald Mutie anaripoti. China inapanga kujenga zaidi ya vituo 3,000 vya kuchaji na kubadilisha betri kwa ajili ya malori makubwa yanayotumia umeme ifikapo mwaka 2030. Afisa wa Wizara ya Uchukuzi amesema katika mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika Jumanne mjini Beijing kwamba hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za kuharakisha matumizi ya magari ya mizigo yanayotumia umeme. Zaidi ya vituo 3,000 vya kuchaji na kubadilisha betri kwa ajili ya malori makubwa ya umeme vitajengwa kote nchini China. Vituo hivyo vitalenga njia kuu za usafiri, zikiwemo barabara kuu za kitaifa na za mikoa zenye shughuli nyingi, pamoja na maeneo makubwa ya mijini kama Beijing, Tianjin, Hebei, delta ya mto Yangtze, ukanda wa Guangdong, Hong Kong, Macau na eneo la kiuchumi la Chengdu, Chongqing. Mpango huo pia unahusisha vituo vya usafirishaji wa mizigo, bandari, maeneo ya migodi, viwanda na bustani za viwanda, kwa lengo la kuviunganisha katika mtandao mmoja wenye uratibu na ufanisi. Kutokana na sera ya serikali na kuongezeka kwa mahitaji ya soko, sekta ya malori makubwa yanayotumia nishati mpya nchini China inaendelea kukua kwa kasi. Mauzo ya malori ya umeme yaliongezeka kwa 182% mwaka uliopita, na inakadiriwa kuwa ifikapo mwaka 2030 malori yanayotumia nishati mpya yatachangia 40% ya malori yote makubwa nchini China, yakizidi milioni 1.6. Ndani ya hospitali moja katika wilaya ya Fengtai mjini Beijing, jiko la hisani linaendelea kuwapa faraja wagonjwa leukemia na familia zao kwa kutoa chakula cha moto na mahitaji maalum bila malipo. Zakia Pong anaeleza zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Jiko la hisani lililoko ndani ya hospitali katika wilaya ya Fengtai mjini Beijing limekuwa mwanga wa matumaini kwa wagonjwa wa leukemia na familia zao, likitoa joto linalohitajika sana katikati ya msimu wa baridi na kutoa huduma na msaada kwa wale wanaopitia wakati mgumu zaidi. Jiko hilo limekuwa kama kituo cha kijamii kwa wale wanafamilia wanaopitia majaribu na masumbuko ya kuwaona wapendwa wao wakipambana na saratani. Hapa mchele, unga na mafuta ya kupikia yanatolewa bure kwa wote, na kifungua kinywa cha moto kinatolewa kila asubuhi bila malipo. Katika wakati wa shughuli nyingi hapo, zaidi ya watu 100 wanakusanyika jikoni kupika kwa pamoja. Katikati ya sauti za majiko na harufu za kuvutia za vyakula vinavyopikwa nyumbani, wageni wanaunda urafiki wa upendo na uvumilivu.
wakiandika moja ya hadithi za kuvutia zaidi katika msimu wa baridi mjini Beijing. Inapofika 1:30 asubuhi, uji ambao umechemka kwa saa 2 unaleta harufu nzuri katika jiko hilo. Wanafamilia tayari wamepanga foleni kupata bakuli la uji. Huduma hii ya bure ya kifungua kinywa imekuwepo hapo kwa miaka 3 iliyopita na kutoa mwanzo mzuri wa siku kwa wageni. Jiko hilo la hisani lilianzishwa na Qi Liguang ambaye mtoto wake wa kiume aligunduliwa kuwa na saratani ya damu miaka 11 iliyopita, na familia kusafiri kwenda Beijing kwa matibabu. Aligundua kuwa wakati wa siku ngumu zaidi, hata kuandaa chakula rahisi inaweza kuwa chanzo kikubwa cha wasiwasi. Baada ya mtoto wake kupona, Qi aliamua kubaki Beijing na pamoja na familia nyingine kadhaa kuanzisha jiko la hisani. Kwa kutoa baraka kwa mradi huo, hospitali ilitoa eneo la wazi kwa Qi kuendesha jiko hilo na kuondoa ada ya matumizi. Katika miaka 9 iliyopita, jiko hilo limekuwa kutoka kona ya kawaida na kuwa eneo lenye vifaa kamili vya kupikia vya kisasa. Wakati wa chakula, familia za wagonjwa wanakutana hapo, sio tu kupika, bali pia kubadilishana uzoefu wa matibabu na kupeana moyo. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. 第10课，谁跑得快？ Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kulingana na pinyin, kisha mfuatishe mwalimu kuandika. 先， Niambie, ipi ni sahihi? 第2个， Tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali, andika pamoja nami.的， Niambie, ipi ni sahihi? 第1个， Tuangalie kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Mjuzi wa billiard. Sikiliza rekodi na ucheze billiards. Tuangalie ni nani anayeweza kuingiza mipira yote ya billiard kwenye shimo haraka na kwa usahihi.
Kazi ya kufanya nyumbani kwa leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Nimekuwa wako Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.